Na zipo dalili zingine, ila alamati, yani alama zingine ambazo zinazoambatana na hasa kwa wanawake ambao waliopo ndani ya ndoa. Yeye mwanamke huyu atajijuaje kama amepigwa uchawi wa damu ya hedhi? Zipo alamat, tunasema alama za aina mbalimbali. Moja wapo tunasema antash'ura al-kurratun fil batni tataharraku fi rahmi. Mama huyu atakuwa anahisi kama kijipira, kama kitenesi kinacheza cheza katika tumbo lake. Mara kinatoka pande ya kulia mwa tumbo kwenda upande wa kushoto mwa tumbo, kinatoka chini ya kitovu mwa tumbo kinapanda paka juu karibia na chembe ya moyo. Yani ni michezo kama hiyo. Na hii ni moja ya aina ya dalili au alama ya kumjua mwanamke huyu amerogwa uchawi wa damu ya hedhi. Lakini wapo wengine inakuwa ni tofauti na hivyo. Yeye anahisi kabisa kama kuna nyoka anamtembea ndani ya tumbo lake. Hii pia ni dalili mojawapo ya kujua kwamba mama wewe umerogwa na moja ya chawi iliyotengenezwa kwa damu ya hedhi katika hali za namna hiyo. Ama dalili ya 4 tunasema shuuru bisudaa mustamir yazdad inda liqa'i zawjayn. Anasema huyu mama atakuwa anapatwa maumivu ya kichwa, na hasa maumivu yake ya kichwa tu pale anapokuwa akikutana na mumewe, au mume ametoka kazini akirudi tu ndo mke anaanza kuumwa. Mume akiwa hayupo ni mzima, ila mume akirudi tu ni shida. Au mume akiwa anamhitajia mkewe, tayari hapa kuna maradhi yanaanza. Hii ni dalili mojawapo ya kumtambulisha huyu mama kwamba anasumbuliwa na uchawi unaoitwa sihru damu al-haidhi. Sema binti huyu atakuwa ni mwingi wa kupata maumivu makali na kutokwa na maji mengi katika sehemu zake za siri. Lakini pia huyu atakuwa vile vile na maumivu makali hali ya kuwa na sambamba kuambatana kwa kutokwa na damu nyingi katika sehemu zake za siri. A'udhu billahi sami'in alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'ana laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa sihru damu al-haidh, yani uchawi unaorogwa kwa kutumia hedhi, uchawi unaorogwa kwa kutumia periodi, au uchawi unaotengenezwa moja ya nyenzo yake ni kutumia hedhi ya mwanamke. Biidhnillahi tabaraka wa taala, yarhamukumullah. Twende tuone walau taarifi yake kidogo, kisha twende kuona al-asbabe, sababu zinazopelekea hali ya namna hiyo, au alamat sihru damu al-haidhi, alama ya kujitambua ya kwamba na wewe una tatizo la uchawi wa damu ya hedhi. Mwanazuoni anasema hunaka al-adida min al-a'rad al-murtabatati bi sihri damu al-haidhi, yani yapo mambo mengi sana ndugu zanguni ambayo yanapelekea na kuashiria na kuonyeshea ya kwamba mgonjwa huyu anasumbuliwa na chawi, na chawi zenyewe zinazotokana na damu ya hedhi, au chawi zenyewe zimetengenezwa kwa nyenzo ya damu ya hedhi. Wakad yakun bizawjatihi allati ladaiha hubbu wal imtinan. Inawezekana uchawi huu wa damu ya hedhi ukawa amerogwa mwanamume kwa ajili tu ya mwanamke mwingine, au lugha nyepesi Kiswahili unasema kupewa limbwata la damu ya hedhi. Mwanamume anapewa limbwata ya namna hiyo. Hali hiyo inaweza ikampelekea mwanamume huyu kupoteza dira yake ya maisha yake, dira yake ya shakhsia, yani yale al-ijtimaiya ya mkusanyiko,
ya maungamano na watu, ya maungamano ya mashirikiano baina yake yeye na mke wake, baina yake na wake zake, na hali ikawa ni mbaya katika hali ya namna hiyo, na Mungu atunusuru. Lakini pia tatizo hili la uchawi wa damu ya hedhi inaweza ikampelekea mwanamke aliyopo katika ndoa akawa anapata shida, anapata maradhi, anapata mabalaa, mitihani aina mbalimbali ndani ya ndoa yake. Na hata hivyo kwa wale mabinti ambao hawajapata kuolewa, nao pia wakawa wanasumbuliwa na chawi za namna hii. Kwa hivyo biidhnillah yarhamukumullah, kama itawezekana kuyamaliza kwa pande zote hizi tatu taweza kuelezea. Lakini kabla sijakwambia ni kitu gani kinachoenda kutokelezea, nikwambie pia haya tunaojifunza kutoka kwa mashekhe zetu, maulama, wanawazuoni wa tiba za sunna katika kutibia maradhi ya aina mbalimbali, ambao pale Mwenyezi Mungu amesema min sharri jinnati wan nas, sema tunajilinda kutokana na shari za majini na shari za watu. Ninayo dawa hapa inaitwa sihru alhaidh. Hii ndio dawa ambayo muhimu sana na mujarabu sana kwa kwenda kurogoroa na kuondosha athari na matatizo na maradhi yote ya uchawi uliotengenezwa kwa nyenzo ya hedhi katika hali za namna hiyo. Sasa tuone alamatu sihr damu la haidhi inda rijal. Alama ni zipi mwanamume anaweza kazijua ikiwa kama amepatwa na uchawi utokanao na damu ya hedhi? Tunasema ama alama ya kwanza, taghayurati mufajaatin fi shakhsiyya. Huyu mwanamume atabadilika mabadiliko ya haraka sana katika ule ubinadamu wake, utu wake, personality wake, utulivu wake. Yani anakuwa ni mtu mwingine, kitendo ambacho mwanamume huyu kitampelekea anakuwa edha ndani ni mkali, hana maungamano mazuri na watu, hana mashirikiano mazuri na wenziwe. Katika hali ya namna hiyo ni tofauti na yule ambaye tulikuwa tukimjua hapo awali. Hii ni moja dalili ya kumtambulisha huyu mwanamume kwamba amepatwa na uchawi huo wa damu ya hedhi. Manake kutoka kwenye furaha kwenda kwenye karaha, kutoka kwenye mashikamano yaliokuwa mazuri kwenda kwenye mashikamano ya uadui na mambo mengine katika hali ya namna hiyo. Ama dalili ya pili ya mwanamume huyu aliyorogwa uchawi wa damu ya hedhi, tunasema alamat, tunasema raghabatu almufritat fi ru'yati sahib as-sihr. Nasema ni raghaba, yani kupenda kuliko pitiliza, kumtaka mtu kuliko kupitiliza, hasa kwa yule ambaye alikutendea uchawi wa namna hiyo. Mathalan ni hawara, mathalan mwanamke wa nje amekutendea hiyo uchawi wa damu ya hedhi. Sasa wewe kila unapomuona tu basi moyo wako unakwenda mbio, akili yako inavurugika, na hata ulikuwa na shughuli zingine pengine ukaweza kuziacha kwa sababu tu umemuona yule ambaye alikutenda katika hali ya namna hiyo. Hiyo yote ni kuweza kuliondosha kwa tatizo hili kwa kutumia dawa yetu inaitwa sihru damu alhaidh. Naambia Sheikh Khamis Suleimani, nami naitaka sasa hiyo dawa kwa idhini yake Rahmani nitakupatia dozi yake kamili na itaenda kuondoshea shida hiyo kwa uwezo wake muumba wa mbingu na ardhi. Ama dalili ya tatu ya mwanamume ambaye aliyepatwa na uchawi wa damu ya hedhi, tunasema suubati fi tanafusi wal ihtinaqi khasatan inda an-nawm. Asema huyu mtu atakuwa na shida ya upumuaji na kuhisi kukabwa wakati anapokuwa amelala usingizini. Hiyo ni moja kumtambulisha kwamba sasa umeshapigwa, kama nilimbwata basi nilimbwata la damu ya hedhi. Ama dalili ya nne tunasema hubbu wa shaghafu shadidi li sahibi sihr. Atakuwa na mapenzi makubwa sana, atakuwa na mtu mwenye mihemuko pindi tu unapomuona yule ambaye aliyekutenda jambo hilo, na ukajikuta paka unasahau nyumbani kwako, unasahau familia yako, unasahau watoto wako kwa sababu ya mtu mwingine ambaye alikutendea katika hali ya namna hiyo. Lakini dalili ya sita tunasema tunasema shuuru bi alami fi asfali dhahri. Mtu huyu atakuwa na maumivu chini ya kitovu. Ama dalili ya saba tunasema la yuhibbu simaa alqur'ani au hata qiraati. Huyu mtu kwanza huwa hana tabia ya kwenda kupenda kusikiliza Qur'ani hata kama inapokuwa ikisomwa au kuisikiliza. Katika hali za namna hiyo zipo dalili nyingi sana zinazomhusu mwanamume ambaye aliyekwisha patwa na uchawi huu wa damu ya hedhi. Biidhnillah yarhamukallah, mimi niseme suluhisho lipo. Yapo mambo mengi na mengi zaidi ambayo hata wewe unaweza kuyahisi na ukajua kwamba hili ni tatizo kwako na linahitajika kuondoshwa. Lipo dawa inayoitwa sihru alhaidh. Ambie tu Sheikh Khamis Suleimani, nami nataka dawa inaitwa sihru alhaidh, nitakupatia kwa idhini yake Rahmani inshallah.
lakini hunaka baadhi almurtabata bisihr alhaidh inda nisai, na zipo dalili zingine ila alamati, yani alama zingine ambazo zinazoambatana na hasa kwa wanawake ambao waliopo ndani ya ndoa. Yeye mwanamke huyu atajijuaje kama amepigwa uchawi wa damu ya hedhi? Zipo alamat, tunasema alama za aina mbalimbali. Moja wapo tunasema antashura alqurratun fil batni tataharraku fi rahmi. Mama huyu atakuwa anahisi kama kijipira, kama kitenesi kinacheza cheza katika tumbo lake, mara kinatoka pande ya kulia mwa tumbo kwenda upande wa kushoto mwa tumbo, kinatoka chini ya kitovu mwa tumbo kinapanda paka juu karibia na chembe ya moyo. Yani ni michezo kama hiyo, na hii ni moja ya aina ya dalili ya au alama ya kumjua mwanamke huyu amerogwa uchawi wa damu ya hedhi. Lakini wapo wengine inakuwa ni tofauti na hivyo, yeye anahisi kabisa kama kuna nyoka anamtembea ndani ya tumbo lake. Hii pia ni dalili mojawapo ya kujua kwamba mama wewe umerogwa na moja ya chawi iliyotengenezwa kwa damu ya hedhi katika hali za namna hiyo. Ama dalili ya pili tunasema ru'yatul atfali fi kathiri min al-ahyani fil manami. Mama huyu atakuwa kilala anaona watoto wakicheza cheza tu usingizini mwake, kama jinsi ndoto nyingine nasema kunyonyesha, unalea mtoto. Hii ni moja ya dalili ya kujua kwamba umepatwa na uchawi uliotengenezwa kwa damu ya hedhi. Ama dalili ya tatu tunasema shu'uru ru'yatu tha'abini takhruju min al-mahbali au tadkhul ila ar-rahmi fi al-manam. Mama huyu atakuwa anaona majoka, nyoka wakiingia kupitia mlango wake wa sehemu za siri. Yule nyoka anapoingia katika mlango wake wa sehemu za siri na kwenda moja kwa moja mpaka katika kizazi chake, ndipo pale mara ya kwanza tukasema mama huyu anaweza akawa anahisi kama kuna nyoka anamtembea ndani ya tumbo lake, na pengine mpaka kuwa anahisi hivyo kwa sababu katika ndoto yake alishapata kuota akiona nyoka anamuingia kupitia mlango wa siri na mpaka kufikia katika kizazi chake. Hii ni moja sababu ya mama huyu kuwa katika maradhi haya yanayomsumbua kwa sasa. Suluhisho lake ikhwani ni dawa hii inaitwa sihru alhaidh. Naambie tu Sheikh Khamis Suleimani, nataka na mimi dawa ya sihru damu alhaidh, nitakupatia kwa idhini yake Rahmani. Ama dalili ya 4 tunasema shuuru bisudaa mustamir yazdad inda liqa'i zawjayn. Anasema huyu mama atakuwa anapatwa maumivu ya kichwa, na hasa maumivu yake ya kichwa tu pale anapokuwa akikutana na mumewe, au mume ametoka kazini akirudi tu ndo mke anaanza kuumwa. Mume akiwa hayupo ni mzima, ila mume akirudi tu ni shida. Au mume akiwa anamhitajia mkewe, tayari hapo kuna maradhi yanaanza. Hii ni dalili mojawapo ya kumtambulisha huyu mama kwamba anasumbuliwa na uchawi unaoitwa sihru damu alhaidh. Ama dalili nyingine ambayo ni ya 5 tunasema adamu rahat wala alami fi durati shahriya. Mama huyu hawezi kuwa anapata mzunguko wa mwezi uliokuwa ni mzuri. Mzunguko wake wa mwezi unakuwa ni wa maumivu makali, lakini sio ile period smooth, inakuwa katika hali za namna hiyo. Sasa hizi ni dalili za kina mama ambapo waliopo katika ndoa, nao pia wanatakiwa waweze kusaidika. Lakini wapo wale mabinti ambao nao wamepigwa uchawi wa namna hii, lakini pia wameshindwa kufikia malengo. Moja ya dalili alamat zinazoweza kumjulisha binti wa kike ambao ni mwanamwari hajapata kuolewa nini kinachomsumbua katika maisha yake. Moja wapo ni uchawi huu unaitwa sihru damu alhaidh, uchawi wa damu ya hedhi. Ama dalili yake ya kwanza ya kumtambua huyu dada binti ambaye hajapata kuolewa, tunasema al-ihsas bi alami mustamir fi rahmi. Binti huyu atakuwa analalamika sana maumivu ya kizazi muda wote. Kabinti yake ukimkuta wakati wa periodi yake ni analia kweli kweli. Hii ni moja ya dalili ya kumjulisha kwamba amerogwa uchawi wa damu ya hedhi. Ama dalili ya pili tunasema shuuru binabdi tahta surra wa taharraku bitijahi janibay albatni. Na anasema ni kuhisi kama kitu kilichopo katika tumbo kinacheza cheza kama mtoto,
kinatoka chini ya kitovu kwenda upande wa kulia mwa tumbo kwenda upande wa kushoto, yani anahisi kabisa kwamba huyu binti ana mimba, lakini kumbe hana mimba, bali ni uchawi wa damu ya hedhi. Ama dalili ya tatu tunasema takunu al-kathir min al-ittihabati wal-ifrazat al-mahabaliyya fi shakliha lishafafi akthar shidda. Sema binti huyu atakuwa ni mwingi wa kupata maumivu makali na kutokwa na maji mengi katika sehemu zake za siri, lakini pia huyu atakuwa vile vile na maumivu makali hali ya kuwa na sambamba kuambatana kwa kutokwa na damu nyingi katika sehemu zake za siri. Lakini pia tunasema shuuru bisudaa almustamiri, binti huyu atakuwa na maradhi ya kichwa mara kwa mara. Shuuru bi alami fi asfali dhahri, atakuwa na maumivu chini ya mgongo. Tanmili walwakhzi fil jismi, huyu binti atakuwa na hisi kama kutembelewa na nyenyere katika mwili wake na ganzi sambamba katika hali za namna hiyo. Yote haya ni mambo ambayo binti huyu itakuwa ni alama kwake ya kumjulisha kwamba anasumbuliwa na uchawi wa damu ya hedhi. Sasa sisi Nyumba ya Tiba na Dua tunakuletea dawa yetu hii, inaitwa Sihru Damul Haidh. Naambie mama yangu, naambie binti yangu, naambie kaka yangu, baba yangu, nini kinachokusumbua ni kupatie dawa hii na iende ikakusaidie kwa idhini na huruma yake Rahmani insha Allah. Dawa yetu inapatikana hapa Dar es Salaam. Kwa watu wa Dar es Salaam ni rahisi sana kuipata dawa yetu, lakini kama wewe upo mikoani, basi niambie ni mkoa gani, wilaya gani, tutaweza kufikishia Sihru al-Haidh. Lakini kwa wale ambao waliopo nchi za nje, niambie ni nchi gani uliopo, kwa sababu dunia kwa sasa ni kama kijiji, tutaweza kufikishia popote pale ulipo. Mimi ninachosubiri kwako ni oda yako sasa, kwa idhini yake Rahmani, inshallah Mwenyezi Mungu atutangulie na tufanyie sahali. Basi nipende kufikia hapo na kukuageni kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.